Niwakaribishe tena kuwa tukiona la Mungu kujidhihirisha kwa ndugu yetu Paulo ambaye alikuwa anaitwa Sauli wakati ule. Tukaona ya kwamba Mungu hakujidhihirisha tu kwa ndugu yetu Paulo. Haikuwa ni bure tu, lakini kujidhihirisha kwake Mungu kwa ndugu yetu Paulo kulikuwa na kusudi hili, ya kwamba afanye ndugu yetu Paulo mtumishi na shahidi wa mambo ambaye Mungu amemuonyesha na yale mambo ambaye Mungu alikuwa ataendelea kumdhihirishia. Kusudi likiwa wakati Mungu anatuita, wakati Yesu kupitia kwa agizo ambalo alipea wanafunzi wake ya kwamba waenende katika mataifa yote, katika pembe zote za ulimwengu, katika ndimi zote na katika viumbe vyote, wahubirie watu habari njema ya kutubu kwa ajili ya ondoleo la dhambi, na wabadilishe watu wawe wafuasi wake Yesu Kristo. Alikuwa anajua hatari ambayo inaandamana na huduma, na tumeshuhudia mambo ambaye wahudumu wa Mungu wa kweli wamepitia wakihudumu. Lakini jambo la kutia moyo ni ya kwamba Mungu anajua hizo hatari ambazo zinaandamana na kuhudumu kwa kweli, na anasema kama alivyoambia Paulo, hata sisi anatukumbusha siku ya leo ya kwamba anafahamu hatari, changamoto na mateso yaliyoko, lakini atatuokoa. Hatari zote, mambo yote ambayo yanatokana na kuwa wahudumu wa kweli wake Mungu, Mungu amesema ya kwamba atatuokoa kutokana nayo. Yaani mpaka tutimize kusudi za Mungu kuhusiana na ufalme wake. Sasa hebu tusome mstari wa 18 tuone ni kuendelea tu kutoka mstari wa 17, tukiona makusudi ya Mungu kujidhihirisha ama kuonekania ndugu yetu Paulo. Wacha tusome mstari wa 18. Uwafumbue macho yao na kuwageuza waiache giza na kuielekea nuru. Waziache na nguvu za shetani na kumwelekea Mungu. Kisha wapate msamaha wa dhambi zao na urithi miongoni mwao waliotakaswa kwa imani iliyo kwangu mimi. Hayo ni maneno ya Yesu Kristo ambaye ndugu yetu Paulo alikuwa na nukuu mbele ya mfalme Agripa. Tunaona mstari wa 17 Yesu akiambia Paulo, nimekuita pia ama nimejidhihirisha kwako ili pia nikuokoe kutokana na Wayahudi na watu wa mataifa ambao nitakutuma
kwao. Sasa katika mstari wa 18 Yesu Kristo aliendelea kuambia Paulo, alimtuma kwa hawa watu akafanye nini? Na sio Paulo peke yake anaambiwa, hata sisi siku ya leo Yesu Kristo anatukumbusha, ametutuma kwa watu kufanya nini? Anasema vizuri, kuwafungua macho ili waweze kuona nuru. Na hapa ningetaka tuelewe, haiwezi kuwa ya kwamba watu wote ambao Paulo alitumwa kwao walikuwa vipofu wa kiasili. Hilo ningetaka tujue na tuweze kufahamu. Hata sisi watu wote ambao tunaenda kwao kuhubiri ama kufunza ama kushuhudia sio vipofu wa kiasili. Yaani Biblia hapa haiongei kuhusu upofu ambao unaitwa kwa kizungu physical blindness. Haiongei kuhusu hiyo. Wakati hapa Paulo anaambiwa ya kwamba ametumwa ili aweze kufungua watu macho, haimaanishi ya kwamba anatumwa kwa vipofu wa macho peke yake. Na pia haimaanishi ya kwamba watu wote ni vipofu wa macho. Kwa hivyo kufikia hapo, inatakana ianze sasa kuonekana kwako ama kueleweka kwako ya kwamba upofu ama macho ambayo yananenwa kufunguliwa hapa sio macho ya kimwili. Na nashukuru Mungu sababu mwisho wa huu mstari tutaona ni upofu wa aina gani. Wafunguliwe macho ili waweze kuona nuru, na watoke katika giza, wageuke waingie katika nuru ama mwangaza. Na pia watoke kutoka nguvu za shetani wamgeukie Mungu. Unaona? Hapa Paulo ama mwandishi ametumia mbinu ya uandishi ambayo inaitwa mbinu linganishi ama comparison ama contrast. Sababu unaona upande huu kuna mambo matatu ametaja. Upande huu ametaja giza, nguvu za shetani na macho kufungika. Nirudie tena, upande huu wa kushoto anasema macho, yani wafunguliwe macho ambayo yamefungika, watolewe kutoka kwa nguvu za shetani,
watolewe kutoka giza na nguvu za shetani. Upande huu mwingine, hawa watu ambao macho imefungika, tunaona ya kwamba waone mwangaza. Jambo la pili, watoke kwa giza wakuje kwa mwangaza. Jambo la tatu, watoke kutoka kwa nguvu za shetani waingie kwake Mungu. Yaani kuona mwangaza. Jambo la pili, mwangaza ama kufunguliwa macho, kuona mwangaza, Mungu. Pande huu mwingine, macho yaliyofungwa, giza na nguvu za shetani. Hayo ni mambo ambayo yanakinzana. Pande huu macho yamefungwa, upande huu mwingine macho yamefunguka. Upande huu giza, upande huu mwingine mwanga ama nuru. Upande huu nguvu za shetani, upande huu Mungu. Umeona? Yaani Paulo alitumwa naye Mungu kwa watu ambao macho yao yamefungika, watu walio katika giza na watu ambao wako chini ya nguvu za shetani. Upande huu mwingine awageuze ili macho yao yafunguke, waone mwangaza ama nuru, na wamgeukie Mungu. Na ukienda kusoma katika Injili ya Yohana sura ya 8 mstari wa 12, utaona Biblia ikielezea Yesu Kristo kama mwanga. Hata nafurahia jinsi ambavyo Biblia ya Kizungu imeandika huu mstari wa 18, imeandika the light. The light kumaanisha kuna mwangaza wa kipekee, kuna nuru ya kipekee. Na ndio ukienda ukisoma katika Yohana 8:12 utapata ya kwamba huo mwangaza wa kipekee, hiyo nuru ya kipekee inayonenwa katika umsari ni Yesu Kristo. Na nafikiri pia ni vizuri tusome, sababu ni vizuri kusoma maandiko ili isikue pengine mtu anaongea mambo yake. Some Yohana sura ya 8 mstari wa 12. Biblia inasema hivi: basi Yesu akawaambia tena, mimi ndimi nuru ya ulimwengu, na yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Si unaona? Hii wakati Paulo anaambiwa na Yesu Kristo ati ametumwa kwa watu ambao macho yao yamefungika, ili hawa watu macho yao ifunguke waweze kuona nuru. Ni waweze, inamaanisha waweze kumjua Yesu Kristo, waweze kumfahamu jinsi alivyo, na waweze kumpokea. Hii nuru inayoongelewa hapa ni Yesu Kristo. Kwa hivyo na sisi tumetumwa kwa watu ambao hawajamuona Yesu Kristo jinsi alivyo, kwa watu ambao hawamjui Yesu Kristo. Yaani, unajua wakati macho yako imefungwa, tuseme tu katika hali ya kawaida, wakati macho ya mtu imefungwa ama amefunga macho yake, haoni kitu.
Sasa hapa tunaongea kuhusu Yesu Kristo. Wale watu ambao macho yao ya kiroho yamefungika. Wale watu ambao hawamjui Yesu. Wale watu ambao hawamfahamu Yesu, hawajamsikia Yesu. Sio upofu wa kawaida unaonenwa hapa. Ni kutomjua Yesu, ni kutompokea Yesu, ni kutomwamini Yesu. Nuru, mwanga wa kipekee ni Yesu Kristo. Na unaona Biblia inaendelea kusema ya kwamba wakifunguka macho, hiyo mtu ambaye amefunga macho, giza, mtu akifunga macho anakaa kama mtu aliye kwenye giza. Kwa hivyo haoni vizuri, haoni. Lakini akishafungua macho anaona mwangaza. Naye yule ambaye ameona mwangaza ametoka kwenye giza. Yule ambaye ameona Yesu Kristo, yule ambaye amemfahamu, ameamini na amempokea, anatoka kutoka nguvu za shetani, anageukia Mungu. Na ndo sababu unasikianga sisi ambao tumeokoka tunasema ya kwamba Yesu Kristo ni Bwana na Mwokozi maishani mwetu. Yaani ndiye anayetawala maishani mwetu. Tunasema anavyotaka tuseme, tunatenda anavyotaka tutende, tunaenenda katika mienendo anayetaka tuende naye, na hatuneni asiyotaka tunene, hatufanyi asiyotaka tufanye, na hatueneni na mienendo asiyetaka tuende naye. Lakini huyu mtu ambaye anaambiwa anatakana akombolewe kutoka kwa nguvu za shetani, sababu kuna nguvu mbili na kuna mamlaka mbili yanayotenda kazi katika maisha ya mwanadamu: nguvu za giza ambazo ni za kishetani, na nguvu za mwanga ambaye ni Mungu na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo yule mtu ambaye hajaokoka kikamilifu anakaanga kama chombo kinachongojea kigurumishwe na kielekezwe naye shetani. Na unajua huo ndio ukweli ambao watu hataki kusikia. Kama nguvu inayofanya kazi ndani yako sio nguvu ya Mungu, hakuna mahali pa katikati. Nguvu inayofanya kazi ndani yako ni nguvu ya shetani. Hata unajua watu wanadanganyika, wanasema hawaabudu shetani. Ukiambia mtu kama sio nguvu ya Mungu inafanya kazi ndani yako, basi ni nguvu ya shetani inafanya kazi ndani yako. Nasema hapana, mimi siabudu shetani. Watu wanadanganyika hivyo. Lakini kama sio Roho Mtakatifu ama nguvu za Mungu zinazotawala ndani yako, ujue umejiweka tayari. Na hata shetani anajua ya kwamba niko na chombo mahali fulani
ambacho nitatumia kufanya kazi fulani. Na ndio nasikianga watu wakisema ati mimi sijui ni nini ilifanyika, nilijipata tu nimesema ama nimefanya. Ni sababu gani? Sababu umekataa Mungu, umekataa Roho Mtakatifu, umejiweka tayari kwa kutumika na shetani. Huo ndio ukweli. Pia unasikia mtu fulani amefanya kitu, watu wanashangaa, wanasema ai, huyo ni yule kijana, huyo ni yule msichana ambaye tulikuwa tunajua, huyo ni yule mama ama baba ambaye tulikuwa tunajua, ambaye alikuwa mpole, mtulivu na hana maneno na mtu. Hatuamini amefanya hivyo. Lakini siri na ukweli ndio huu, ya kwamba mtu yeyote ambaye hajajisalimisha kwa mwongozo, mwelekezo wa nguvu za kiungu, amejiweka tayari kutumika na shetani wakati wowote. Na ndio unaonanga mtu anafanya kitu, watu wanashangaa kama ni yeye. Kwa hivyo hiyo ndio sababu tumetumwa, jinsi ambavyo Paulo alitumwa na Yesu, jinsi ambavyo Yesu alituma wanafunzi wake, kwa watu ambao wanakaa kama wamefungwa macho, watu ambao hamjui Kristo jinsi alivyo, waweze kumfahamu, waweze kumuona katika imani, waweze kumpokea maishani mwao, na awe Bwana na kiongozi na mwokozi maishani mwao, ili shetani asiweze kupata nafasi. Yesu alipokuwa hapa ulimwenguni akasema ya kwamba wakati roho mchafu anapotoka ndani ya mtu, wakati nguvu za shetani zinapotoka ndani ya mtu, zinaenda zikitangatanga huko jangwani, zikitafuta mahali pa kukaa. Sababu ukweli ni kuwa shetani ye mwenyewe hawezi fanya kitu bila kutumia watu. Roho wachafu wanatumia mili. Na ndio Yesu alikuwa anasema, wakati roho mchafu anatoka ndani ya mtu, anaenda anatangatanga kitafuta mahali pa kukaa. Akikosa, anajaribu kurudi kwa yule mtu mahali ambapo alikuwa anakaa. Na Yesu mwenyewe akasema, akipata ya kwamba huyo roho mchafu alitoka na hakuna kitu ambacho kiliingia ndani ya huyo mtu, anapata ni pasafi, anaenda anaita mapepo wengine walio na nguvu naye mara 7, wanakuja kudumu ndani ya huyo mtu. Na Yesu akakamilisha na kusema, ndio sababu hali ya huyo mtu inakuwa mbaya kuliko alivyokuwa pale mwanzo. Sababu kama alikuwa na pepo moja, na huyu pepo amerudi na amepata nafasi, na ameenda amechukua wengine walio na nguvu zaidi yake mara 7, watafanya kazi kiasi gani ndani ya huyo mtu?
Yesu alikuwa anataka kusisitiza umuhimu wa wakati tunatubu, wakati tunakiri dhambi zetu, wakati tunakataa shetani, wakati tunaamua kuachana na hizo njia mbaya na kuenenda katika njia mzuri, tutaokoka tu kikamilifu kutokana na shetani wakati tu tutampokea Yesu ndani yetu, ambaye ni Roho Mtakatifu, ambaye ni Mungu ndani yetu, achukue hiyo nafasi iliyokuwa imechukuliwa na shetani wakati ambao hatukuwa tumemkubali Mungu. Sababu na ndio unaonanga mtu ambaye pengine ni mlevi, mwizi na makosa na dhambi zingine zote, anakuja anasema ameokoka. Akisema ameokoka, anakosa kuelekezwa katika njia zilizo kamilifu za kiungu. Sababu Yesu Kristo alipokuwa akituma wanafunzi wake, sisi pia watukia miongoni mwao, sababu sisi ni wanafunzi wake Yesu Kristo. Alisema watu watakaoamini wabatizwe katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Inamaanisha nini? Ukirudi wakati Yohana Mbatizaji alikuwa anahubiri habari ya kutubu, habari ya watu kutayarisha mioyo yao kwa kuja kwa Yesu Kristo, kuna baadhi ya Mafarisayo walikuja kubatizwa naye. Na Yohana Mbatizaji, sababu alisaidiwa na Mungu kujua ya kwamba hawa watu hawajapokea kamilifu habari ya kutubu, habari ya kugeuka na kuachana na dhambi zao na kugeuka na kuenenda katika njia za haki na utakatifu. Yohana alipoona aliwaambia, nyinyi kizazi cha nyoka, nani wanadanganya ya kwamba mtakwepa ghadhabu ijayo? Na akawaambia watende mambo yanayoonyesha ya kwamba kweli wametubu. Na ukiendelea katika nafikiri Luka katika Mathayo 3:11, Yohana Mbatizaji aliambia watu, ninawabatiza kama ishara ya kwamba hebu tuone Mathayo 3:11. Mathayo 3:11, Biblia inasema hivi: kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba, bali yeye ajaye nyuma yangu ana nguvu kuliko mimi, wala sistahili hata kuvichukua viatu vyake. Yeye atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. Mwanzo ama sehemu ya kwanza au mstari inasema, kweli mimi nawabatiza kwa maji kwa ajili ya toba. Unaona? Yohana anasema, na hapo nyuma ndio alikemea wale Mafarisayo, sababu ya kuja wabatizwe ilhali hawakuwa wametubu kwa kweli.
Naye hapa katika mstari wa 11 anawaambia, ninawabatiza kwa ajili ya toba, ama kuonyesha ya kuwa mumetubu. Kwa hivyo tunapata maana ya ubatizo, sababu Yohana ndiye alikuja na ubatizo. Alikuja na habari ya kutubu, na wale ambao walitubu kwa kweli ndio walitosha kubatizwa. Kumaanisha hawa watu walisikia habari ya kutubu, wakaiamini, wakaipokea kama ukweli, na wakatenda jinsi ambavyo hiyo habari ilikuwa inaagiza. Huyo ndio mtu aliyetosha kubatizwa. Yule mtu ambaye amesikia habari ya kutubu, ameipokea kama ukweli na ameiamini, na ametubu, yaani amefanya kulingana na maagizo. Sababu Yohana alikuja kuandaa mioyo ya watu kwa kuja kwa Yesu Kristo kwa njia ya kutubu. Sasa turudi katika wito mkuu. Tukishajua ya kwamba ubatizo ni ishara ya kwamba mtu amesikia habari, ameipokea kama ukweli, yaani ameiamini, na ametenda kulingana na maagizo yake. Hiyo ndio ishara ya ubatizo. Sasa Yesu Kristo alisema watu, ametuagiza tubatize watu katika jina la Baba, katika jina la Mwana na katika jina la Roho Mtakatifu, na sio tofauti tofauti. Ni katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Hiyo ndio maagizo ya ubatizo wake Yesu Kristo. Tukiunganisha sasa na maana ama ishara ya ubatizo wa Yohana, ni ya kwamba huyu mtu ambaye anabatizwa katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu lazima awe ameelezewa kuhusu Mungu ambaye anajidhihirisha kwa njia tatu kwa wanadamu, kama Mungu Baba, kama Mungu Mwana ambaye ni Yesu Kristo, na kama Roho Mtakatifu. Na nafikiri pia tulisoma katika sura ya 2 mstari wa 38 katika hiki kitabu cha Matendo ya Mitume, ya kwamba watubu wabatizwe wote katika jina la Yesu Kristo ili waweze kupokea Roho Mtakatifu, waweze kupokea karama ya Roho Mtakatifu. Umeona? Sasa shida inaingilia hapa. Mtu amekimbishwa na shetani na dhambi na mambo yake maishani, anaona kimbilio ni kwake Mungu. Anakuja katika crusade, ama anakuja kanisani, ama anakuja kwako mtu binafsi, pengine nyumbani, ama mnakutana naye kwa njia, nasema nataka kuokoka, nimehangaishwa na pombe, nimehangaishwa na wizi, nimehangaishwa na umalaya, nimehangaishwa na mambo yote,
mnamwambia, sema, Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi, nimetumbu dhambi, nimekupokea kama Bwana na Mwokozi wangu, nimeokoka. Na mnamwambia shangilia, 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 na huyo mtu mnamwacha hivyo. Ukweli ni kuwa huyu mtu hajapokea Roho Mtakatifu. Sababu gani? Hamujamuelezea kuhusu Mungu ambaye anajidhihirisha kama Baba, ambaye pia anajidhihirisha kama Mwana, na ambaye pia anajidhihirisha kwa watu wake, ama anadumu ndani ya watu wake kama Roho Mtakatifu. Ndio unaona watu wengi anaokoka, anajaribu kung'ang'ana, siku 2-3 amerudi katika shimo ambalo alitoka. Sababu alikuja tu akaambiwa maneno ya kusema baada ya mhubiri, ambayo hayana impact. Hakuna mabadiliko analeta ndani yake. Sababu mpaka wakati ambapo Roho Mtakatifu ataingia ndani ya huyo mtu, shetani bado atarudi. Shetani bado anajua ya kwamba ule ni uwanja wangu. Shetani bado anajua kile ni chombo changu. Kimeenda tu break, kimeenda off, kimeenda live, lakini nitarudi pale. Na nitarudi nikiwa na wenzangu. Pepo mbaya anajua. Na ndio unaona Yesu akasema, ndiposa hali wa huyo mtu ya mwisho inakuwa mbaya kuliko ile ya awali. Hii ni changamoto kwetu. Tusiambie watu kuhusu wokovu juu juu. Wokovu ni zaidi ya kukariri maneno ambayo yameandikwa nyuma ya anayekuongoza. Wokovu ndio huu umeelezewa hapa. Ni kufungua watu macho. Ni kuelezea watu kuhusu huyu Kristo, waweze kumfahamu jinsi alivyo. Ni kutoa watu kutoka giza la kutomjua na kumpokea Kristo, na kutoa watu kutoka nguvu za shetani. Na wacha nikuambie, mtu hawezi toka chini ya nguvu za shetani mpaka Mungu atakapoingia ndani yake, mpaka Roho Mtakatifu atakapopata nafasi ndani yake. Na tumesoma katika hiki kitabu cha Matendo ya Mitume, nafikiri sio kama ni kwa Warumi, imeandikwa wataendaje ambaye hawajamsikia, hawamjui. Watamjuaje wasipomsikia? Watamsikiaje wasipoambiwa? Wataambiwaje pasipo mhubiri? Atahubiriaje asipotumwa? Pia ya takatifu ya
Haleluya. Samahani kwa hiyo hitilafu kidogo ya kimitambo. Sasa tumeweza kurejea. Tulikuwa tunasema ya kwamba wokovu ambao tumeitwa kuhubiria watu sio hivi hivi. Watu kama jinsi nilivyosema kuhusu maandiko ikisema ya kwamba watu watampokeaje yule ambaye hawamjui? Watu watamjuaje yule, yani watamjuaje wasipoambiwa? Naye wataambiwa aje pasipo na mhubiri? Naye mhubiri atahubiri aje asipotumwa? Hivyo ndivyo pia ilivyo kuhusiana na Roho Mtakatifu. Watu watapokeaje Roho Mtakatifu ambaye hawamjui? Watamliliaje Roho Mtakatifu wasiyemjua? Watamjuaje wasipoambiwa? Na wataambiwaje pasipo mhubiri? Na hii ndiyo hofu yangu, sababu watu ambao wanajiita wahubiri ni wengi sana, lakini ni wachache sana wanaoambia watu kuhusu Roho Mtakatifu, wanaoambia watu kuhusu Mungu Mwana, wanaoambia watu kuhusu Mungu Baba. Haitoshi tu kuwa mhubiri, haitoshi tu kuwa mwalimu, lakini kuna hatua zaidi ya kuhubiri na kufunza yale mambo ambayo yanafaa na ambayo ni ya maana. Na shida moja ambayo imekuwa na kanisa la wakati huu kwa njia kubwa ni mafunzo ya Roho Mtakatifu, ni kuhubiriwa kuhusu Roho Mtakatifu. Na ndio naona watu wanaingia katika makanisa, watu wanaingia madhehebu, lakini isipokuwa tu kuingia kwa vitabu vya dini ya madhehebu ama kanisa, maisha yake anaishi tu ile ya kitambo. Ndio unaona makanisani kuna mtu ambaye ameacha bibi na amechukua bibi mwingine na wanaenda naye kanisani lingine, na haulizwi. Unaona mtu ni mfisadi anayejulikana, ama kahaba, ama njia mali yake anapata kwa njia ambazo haziambatani na maelezo na mafunzo ya Biblia, lakini huyo mtu anakuja kanisani na matoleo yake yanapokelewa na anasifiwa na anaombewa baraka
na kupanuka na kuendelea zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Mtu aliye na Roho Mtakatifu ndani yake hawezi fanya mambo ambayo ni kinyume na Roho Mtakatifu. Soma katika Biblia, sijui katika kama ni kitabu cha Wagalatia. Biblia inaelezea vizuri mambo ya mwili na mambo ya kiroho, na inasema ya kwamba haya mambo yanakinzana. Yale ambayo mwili unapenda, roho hapendi, na yale ambayo roho anapenda, mwili haupendi. Na nafikiri nikimalizia, wacha nimalizie kwa kusoma, hata sitaelezea, ni kusoma tu Wagalatia 5 nafikiri 19. Basi wacha tusome kuanzia mstari wa 16. Wagalatia sura ya 5. Kisha maliza kusoma tamaliza. Basi nasema, endeni kwa Roho, wala hamtatizimiza kamwe tamaa za mwili, kwa sababu mwili hutamani ukishindana na Roho. Si unasikia? Kwa sababu mwili hutamani ukishindana na Roho, na Roho kushindana na mwili. Kwa maana na hizi zimepingana, hata hamuwezi kufanya mnayotaka. Lakini mkiongozwa na Roho, hampo chini ya sheria. 19. Basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: usherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama mlivyokwisha kuwaambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi falme wa Mungu. 22. Lakini tunda la Roho ni, sikia mambo yanayotokana na Roho: upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Na namalizia kusema juu ya mambo kama juu ya mambo kama haya hakuna sheria. Kwa hivyo mambo ya kiroho, sheria ya Mungu haikataani nayo. Hata sheria ya ulimwengu, hayo mambo ya upendo, amani, utu wema, hauwezi ambao ya kwamba umevunja sheria sababu ya kuonyesha mambo ambaye yanatokana na Roho Mtakatifu akiwa maishani mwako. Mungu azidi kutubariki. Taweza kutamatishia hapo mpaka Jumapili ingine, majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Asanteni sana. Mungu azidi kututenda mema. Wacheni tuamini na tuombe. Mungu Baba,